Ni kukaribisha sana katika sehemu hii ya kwanza kabisa ya simulizi yetu hii mpya iitwayo Msitu wa Gwizulu. Mtunzi na mwandishi wa simulizi ni Bwana Hansi Marcelin na msimulizi wako ni mimi Felix Mwenda kutoka hapa Simulizi Mix Entertainment. Tunapatikana kwa nambari za simu za 0677 062 012. Katika moyo wangu nilikuwa na furaha sana, hasa kutokana na kufanikiwa kuchaguliwa jina langu katika ajira za walimu serikalini nilizokuwa nimetuma maombi. Kuchaguliwa kwangu katika mkoa ambao sikuomba hakukufanya kuiziba furaha yangu niliyokuwa nayo mwanzo wakati nilipoona jina langu kwa mara ya kwanza kwenye mtandao nilipokuwa natazama. Nikiwa ndani ya gari taratibu kwa ajili ya kuelekea mkoani Lindi katika kijiji kiitwacho Mkwele nilipokuwa nimepangiwa kuanza kazi. Taratibu mawazo ya kazi hiyo niliyokuwa naenda kuifanya yakanijia. Nikajikuta nikiwaza niko darasani nikifundisha somo langu la fizikia nililokuwa nimepangiwa na wizara. Mawazo yaliweza kuendelea, yakanipeleka kuvuta taswira ya eneo la shule nililokuwa nimepangiwa kwamba ni zuri sijapata kuona Tanzania. Wakati nikiendelea kuwaza vile huko nikiwa nimejiegemeza kwenye siti ya gari nilipokuwa nimekalia dirishani, lakini upande wangu wa kulia alikuwa amekaa binti ambaye ni wazi alionekana kwamba ni mwanafunzi. Nikajistukia nikapitiwa na usingizi, hatimaye nikalala. Niliweza kupitiwa na usingizi ndani ya gari, hatimaye nikalala. Nilivyolala nikaanza kuota katika usingizi. Shikamo. Ilikuwa ni sauti ya yule binti aliyokuwa ameketi kwenye siti ya jirani na mimi, ikitoka huko akiwa anaelekeza macho yake upande ule wa dirishani ambapo nilikuwa nimekaa mimi. Alikuwa ananisalimia. Yule binti. Wanasalimia mimi ama? Kwani binadamu tuko ngapi humu ndani ya gari? Binti yule akanihoji swali lililokuwa limeniacha njia panda kabisa. Na hapo ndipo nilipopata wazo la kugeuka nyuma. Niligeuka nyuma kutazama ndani ya gari tuko ngapi. Sikuweza kuamini kabisa macho yangu kwa kile ambacho nilikuwa nimekiona. Mapigo ya moyo yakaanza kwenda mbio kwa kudunda mfululizo. Nilibaki nimeganda nikishindwa kabisa kuamua la kufanya, kwa sababu hata akili iliweza kuganda kwa muda kwa kile ambacho nilikuwa nimekiona. Ilikuwa watu wale wote nilikuwa nimepanda nao kwenye gari kuanzia terminal ya Temeke Sudani. Hawakuwa tena na sura wala maumbile, walikuwa ni mafuvu tu wote kwenye gari. Nilishtuka sana mara baada ya kuona vile. Niliogopa sana, na hasa nilipogeuza uso wangu pia kuangalia mbele kwa dereva. Halikadhalika yeye pia alikuwa ni vile vile. Alikuwa vile vile. Nilistaajabu sana kuona vile. Hebu simama nishuke. Simama nishuke. Dereva simama. Nikajishtukia nikisema kwa nguvu sana, lakini hakuna yeyote aliyokuwa amejali sauti yangu. Hakuna aliyeweza kujali sauti yangu. Ndipo nilipoamua uamuzi wa kujitupa nje kupitia dirishani. We kaka vipi? We kaka we. Jamani msaidieni huyu kaka anajiua. Gari ipo kwenye mwendo, yeye anajirusha. Nilishtushwa sana na sauti ile iliyozungumza kwa nguvu, lakini pia ilikuwa inanizuia kwa vitendo. Nikajistukia nikikurupuka huko nikiwa namuogopa sana yule binti ambaye nilikuwa nimekaa naye. Nilizidi kurudi nyuma. Nilianza kumwogopa sana yule binti, lakini ghafla nikagundua kwamba kumbe nilikuwa kwenye ndoto iliyokuwa imeambatana na vitendo. Kitu cha kwanza kufanya ilikuwa ni kujinyanyua kwenye siti yangu ambayo nilikuwa nimekaa na kisha kuanza kutazama abiria wengine. Nilianza kutazama abiria wengine, lakini nafsi yangu ilitulia mara baada ya kugundua kwamba ni binadamu kama nilivyokuwa nimepanda nao awali. Nafsi yangu ikatulia. Niliweza kutulia baada ya kuona ni watu wa kawaida, na hata watu wale pia niliokuwa nimewatazama walishtusha sana kwa sababu niliweza kupaza sauti kwa nguvu. We vipi mjomba? Kuna wengine pia wakadiriki kunihoji na kuja kwenye siti yangu kuniuliza, lakini nilipuuza na kujikalisha chini tu. Hizi ndoto nyingine hizi. Nikajishtukia nikijiongelesha mwenyewe sambamba na kufyonya tu. Vipi, kwani umeota ndoto gani kakaangu? Binti yule wa siti ya jirani aliyekuwa amenitokea ndotoni
Akaniongelesha huku akiwa ananiangalia kwa mshangao. Akaniongelesha vile. Shetani alijaribu kunipitia, lakini achana naye, nishamshinda kwa jina la Baba. Nilizungumza huku nikiwa nafunga zipi ya begi langu dogo la mkononi ambalo nililiweka chini nilipokuwa nimeweka miguu yangu na kutoka na Biblia ndogo ya Agano la Kale nililokuwa nimeitunza. Nilitoa Biblia. Kwani kakaangu wewe unaenda wapi? Binti yule ambaye kwa mbali alikuwa na rafudhi ya watu wa kusini aliendeleza mazungumzo na mimi kwa kunitupia swali. Mimi naenda kijiji kimoja hivi kinaitwa Mkwera. Mkwera? Ngende? Nikamwangalia kwa macho ya kutomuelewa kabisa huko nikiwa bado nashikilia Biblia nililokuwa nimeshaanza kuifungua. Akacheka mara baada ya kusikia kwamba nimekosea matamshi ya jina la Ngende. Sio Ngede, ni Ngende. Hii sehemu ipo ndani ya kijiji hicho ambacho umekitaja. Nadhani unakifahamu. Hapana, hata sikifahamu. Unajua mdogo wangu mimi hata sio mwenyeji. Na ndiyo mara yangu ya kwanza kabisa kuja mikoa ya kusini. Kwani unatokea wapi kaka? Natokea Magumu, Serengeti. Ndio wapi? Iko Mara. Ni Musoma Hapana. Musoma nayo ni wilaya kama ilivyo Serengeti, lakini mkoa unaitwa Mara. Sawa. Basi sisi tumezoea tu Musoma. Ndio hivyo. Ni tofauti. Lakini umejikamilisha au unakuja tu miji ya watu? Binti yule alizungumza kiutani huku akiwa anaweka staili fulani hivi ya uso wake. Kujikamilisha? Unamaanisha nini? Sio kwamba sikuelewa. Hapana, lakini sema nilikuwa nahitaji kuthibitisha kile ambacho nilikuwa nimeelewa. Asiyejua maana haambiwi maana. Akazungumza huku akiwa anajichekesha kiumbea vile. Unajua mimi bado sikuelewi kabisa binti. Utaelewa tu. Na ulivyo handsome hivyo, mbona huko utakoma? Labda ujizuie tu. Alizungumza vile huku akiwa na binua macho yake kimtego huku akiwa anajichekesha. Nikagona tu. Niligona kimshangao. Damna bwana. Nakutania tu. Kwetu ni kuzuri sana, tunapenda sana wageni. Karibu sana. Alizungumza huku akiwa anajichekesha tena. Kwa muda mfupi niliotokea kuzungumza na binti yule, niligundua kwamba ni mcheshi mno. Alikuwa ni mcheshi sana. Na huo naenda Mkwera pia? Nikajikuta namuuliza. Hapana. Mimi naenda Liwale, pale mjini kabisa pale. Ni mwanafunzi. Lakini nasoma Masasi. Kwa hivyo unaishi Liwale unasoma Masasi? Unafikiri mbali basi? Yani sio hata mbali. Lakini mimi naishi huko shuleni boarding. Okay. Unaitwa nani? Naitwa Siwajibu. Wewe je? Mimi naitwa Justin. Naamini utakuwa mwenyeji wangu. Basi maongezi yaliweza kuendelea huku safari ikizidi kusonga. Mara baada ya safari ya mwendo mrefu takriban masaa 7 tukafanikiwa kushuka salama. Abiria wote tulishuka kwa kuwa gari ilikuwa imeshafika mwisho wa safari. Sasa kakaangu, inabidi usubiri gari pale, zinakuja rondo zinawapeleka huko Mkwera, alizungumza binti yule mara baada ya kushuka wote. Mimi nikajua tunaenda wote huko kijijini maana nimeshakuzoea. Nikachombeza vile. Hapana. Mimi naishi hapa, kwetu sio mbali kutoka hapa. Alizungumza binti huko akiwa anacheka vile vile. Kusema ukweli, ule ucheshi wake na pozi zake wakati wa kuzungumza ziliufanya moyo wangu wenye sifa ya kupenda kudunda hovyo juu yake. Nilikuwa nimeshaanza kumpenda binti yule. Nilikuwa nimeshaanza kumpenda. Sasa tunaachanaje? Situngetafuta hata sehemu hivi tukapata hata kinywaji. Nikajikuta nikiropoka. Hapana, siku nyingine. Kweli? Akaitikia kwa kutikisa kichwa. Naomba basi namba zako za simu. Nilizungumza huko nikiitoa simu yangu mfukoni mwangu. Mimi sina hata simu. Labda nikupe namba ya dada. Dada? Dada yako sio mkali? Wala sio mkali kabisa. Au wewe nipe namba zako nitakutafuta mimi. Okay. Asa sikia. Chukua namba zangu, halafu na za dada pia nipe. Hapana. Wewe nipe tu zako nitakutafuta usijali. Nikampatia namba zangu na kisha tukaagana na yeye kuanza kuondoka. Mimi nilibaki nimesimama nikiwa namwangalia huku wazo la kumpitia likianza kunijia. Sijui mtoto wa Kimakonde huyu.
Sijui hata kabila gani, lakini kaniteka kweli kweli. Kazuri aisee, yani kana kamwili fulani hivi. Da! Aisee, Mungu huyo. Nikajikuta nikijisemea mwenyewe katika moyo wangu huko nikiwa na furahi. Naam, na huu ndio mwisho wa sehemu hii ya kwanza ya simulizi yetu nzuri itwayo Msitu wa Gwizuru. Je, nini kitaendelea? Mimi na wewe hatujui. Cha kufanya, karibu sana katika sehemu ijayo. Hii itakuwa ni sehemu ya pili ndani ya Msitu wa Gwizuru.